kuona. Vipi? Safi, mambo. Uko poa? Poa za wewe? Safi. Sasa nini? Una shida na yako nani? Tena. Kwa sababu nakupenda sana. Naona kama unapata shida sana. Nataka uje kwangu tufanye maisha. Hapana. Ndio tunafanya. Haiwezekani. Sio sawa. Nakuomba. Nipe muda. Basi sawa, hamna shida. Sawa. Haya. Kila chozi lina hadithi yake. Mo, ndo umenifungia kweli? Wewe mbona una huruma jamani? Mo, wewe ndo umenifukuza? Basi sawa, mimi naondoka, ila je, utanikumbuka? Mo, utanikumbuka? Nilikupenda kwa moyo wangu wote, nikakupa nafasi zote, lakini mwisho umeniacha na maumivu na kumbukumbu zisizofutika. Usiku nikilala, macho hayafumbi, najiuliza kosa langu lilikuwa nini? Ina maana hii ndo hatima yangu kweli? Sitaki kuamini. Nilijisi nina furaha, kumbe ndo nimekuja kabisa kupata maumivu. Sasa mimi nitaenda wapi usiku huu? Mo kanifukuza au niende kwa rafiki yangu? Ila rafiki yangu kanilichomfanyia sijui kama atanipokea. Lakini ngoja niende, sina namna. Ndio walo naliwe. Halo? Wena. Mambo. Habari. Safi, mzima. Kwani na mbona kila nikikuita mbona unashindwa kuja? Una shida gani? Hamna shida. Naona kila nikikuita nikwambia njoo basi tufanye hata mazungumzo hautaki. Shida nini? Au nimekukwaza wapi? Binafsi nikwaza, ila tu sitaki kurudi nyuma kwa namna yoyote ile. Kwa hiyo yaani nichoshe. Usikutana, naomba tu nichoshe hata kuniita. Sitaki kukutana na wewe kwa sababu sitaki kurudi nyuma kwa namna yoyote ile. Hapana, usifanye hivyo. Mimi nakupenda sana kwa sababu mpaka nafikia nakupenda na umwe. Yaani naenda kazini, nashindwa kufanya kazi na kufikiria wewe. Hebu nifikirie kidogo. Rudisha nafsi nyuma, angalia mbele. Rudi kidogo kwa mwenzio ili maisha yaende. Hapana, yaani sina kitu nitakachokuambia zaidi ya hapana, na haya ndio kuambia ndio ya kweli. Nikiendelea hapa nitakudanganya. Tafuta tu sababu nyingine. Mimi ya nyuma yanatosha, kurudi nyuma ndio siwezi. Na mambo mengine mengi yanahitaji niyafanye, yanahitaji muda wako. Kwa hiyo muda wa kurudi nyuma kwa ajili yake sijaupata. Samahani. Poa basi, poa, haina shida. Poa, mzima. Nakuja hapa, kuna mtu namtafuta, si nimepotea njia. Kuna dada alikuwa anakaa chumba, si wani wapi, ni huku na hisi nimekuta. Miaka miwili sasa nikashaondoka kahama kabisa. Ameacha masiara, anaitwa na. Ndio nakwambia miaka miwili kaondoka. Au umechanganya? Kwani wewe nani? Mimi ndo yani mtoto mwenye nyumba. Ndo mimi. Asante. Sawa. Kila chozi lina hadithi yake. Nilikupenda kwa moyo wangu wote, nikakupa nafasi zote, lakini mwisho umeniacha na maumivu na kumbukumbu zisizofutika. Usiku nikilala, macho hayafumbi, najiuliza kosa langu lilikuwa nini? Mbona uliahidi kunipa
Sasa Chachi, Mm. umenipigia sana simu hapo, sijajua shida ni nini. Ndio. Nimekuja kusikiza kuna shida gani kwani? Ndugu wangu mimi bwana, nimpigia simu moja hapa. Nimeshangaika. Na wenyewe wanasema ukifeli kwenye mahusiano basi ushafeli maisha. Sasa mimi bwana hapa nimeshafeli maisha. Sasa hapo nataka unisaidie jambo moja. Niko na mwanamke nampenda sana. Na licha ya kumpenda huyu mtu nilikuwa naye sana nyumbani. Ila da ananitesa sana. Unajua ananisumbua? Yaani nikitoka yeye anapita huku, yeye anapita huku. Hamna tu kinachoeleweka. Matatizo juu ya matatizo. Sasa bwana mimi ushauri wangu. Ngoja kwanza. Ndio. Usicheke sasa. Mbona basi ondoka basi sasa. Ngoja kwanza sasa. Unajua mimi nacheka ila sasa kama nacheka tu kwamba sijui ni mazuri wala nini, sawa? Ndio. Yaani bado nashangaa hapo hainiingia akilini. Yaani unashangaa kumbe mapenzi huyajui au kupenda ulikufahamu. Yaani wewe imekuaje mpaka unafikia hatua mahusiano yanakuendesha kichwa namna hiyo? Oh. Wewe bado kumbe hujakuwa. Na ni nani huyo mwanamke? Chachi. Sasa bwana mimi nimekuita ushauri wangu bwana. Unipe ushauri kwa sababu nimefikiria mwenyewe da. Ushauri bado hujanitosha bado. Kwenye moyo wangu. Ndio maana nikaona bora nikuite wewe hapa. Unipe mawazo kidogo. Sijui nikafanya maamuzi magumu. Chachi. Kwanza umenifurahisha sana maana sikutarajia kama hicho kitu ndo utaniambia. Ndo ninakwambia sasa. Wewe si ndo mtu wangu wa karibu. Unajua kwenye maisha sasa hivi sawa? Ndiyo. Yaani kama yeye ameamua kulianzisha. Sawa sawa. Wewe inabidi ulimalize. Yule alikuwa ni mpenzi wako wewe, unajua hilo? Ndio. Wewe cha kufanya sawa? Mimi ningekuwa ni mimi ningeenda kwa mganga. Mimi ningeenda kwa mganga, nisingekubali mwanaume mwingine anakujaje hapa ananichukulia mtu ambaye alikuwa kwenye himaya yangu. Kwa hiyo naingia akilini. Mimi mawazo yangu huko hayapo kabisa kwenda kwa mganga. Utafanyaje sasa? Mimi niliwaza tu yani hata nikimkuta sehemu nimpige au nimulie mbele. Hamna. Kwa sababu ananiumiza sana. Suluhisho wewe nenda kwa mganga. Mbona wataalamu hapo na wanasaidia? Hivyo wataalamu kweli wanaweza kumrudisha yule? Wataalamu wapo na wanasaidia na wanamrudisha. Kitu cha dakika tu. Kaka nenda kwa mganga. Mimi ndo nakushauri. Kwanza umeniani Chachi kama ndio hivyo bwana, mimi nilikuwa na kazi huko. Mimi ngoja nikafanya hiyo kazi. Kwa hiyo unanishauri vipi? Mimi nakushauri nenda kwa mganga. Wewe kama ushauri wangu unaona ni mbaya, kaka sawa. Ila mimi ndio ushauri wangu wa mwisho. Mahusiano, mapenzi hayana ushauri. Ndio. Waganga ndo wanatatua hayo mambo. Mimi nakwambia, mbona mimi mambo yangu yamenyooka waganga tu? Kaka mimi na haraka. Mimi ngoja nikuache. Wewe utabaki hapo utafikiria mwenyewe ushauri wangu. Basi haina shida, mimi nitazidi kufikiria kwa sababu umeniambia niende kwa mtaalamu. Ndio. Haina shida, nitafanya hivyo. Poa, haina shida kaka. Basi tena basi. Mapenzi hayana ushauri. Ndio. Waganga ndo wanatatua hayo mambo. Mimi nakwambia, mbona mimi mambo yangu yamenyooka waganga tu? Karibu. Haya, asante. Ndio. Nimekuja bwana mtaalamu. Ndio. Bwana mimi na shida moja. Ndio. Unisaidie bwana. Mimi nilikuwa na mwenzangu. Ndio. Nilikuwa naishi naye tu vizuri. Ndio. Yule mwenzangu bwana kanikimbia. Ndio. Kuelekea kwa mtu mwingine. Ndio. Kwa mpaka sasa hivi yuko kwa mtu mwingine. Ndio. Kwa lengo langu mimi nahitaji arudi kwangu tena. Sawa sawa. Ili niishi naye kama zamani. Sawa. Ndio. Sawa. Sasa kijana, huyu mtu bwana ameshaenda kwa mganga mara nyingi, na pia ili tatizo lako niweze kukutatulia ili tatizo kwa kutokana na huyu mtu,
unatakiwa ukubali masharti yafuatayo. Ndio. Sharti la kwanza, Ndio. unatakiwa uwe na ulete maji ya bahari. Ndio. Na sharti jingine uje na kichwa cha chengo. Ndio. Hili swala lako litakuwa limekamilika. Ndio. Sawa? Ndio. Sawa. Ngoja sasa. Okay. Tschüss. Willkommen. Gracias. Danke. Dankeschön. Willkommen. Sasa kijana, Ndio. Leo unaweza ukaenda. Ndio. Jumatatu. Ndio. Njona hivyo vitu nilivyokuagiza. Ndio. Sawa sawa. Nimekuelewa. Basi. Karibu sana. Willkommen. Ndio. Ndio, nimekuja. Ndio. Nimefanikiwa kitu kimoja. Ndio. Kila kimoja nimekosa. Ndio. Nimepata maji ya bahari, ila kichwa cha chengo nimefeli. Sawa. Sijakipata. Sasa ndio haya maji utayafanyia dawa. Ndio. Alafu nitakupa haya maji. Ndio. Utaenda utapaka. Baada ya hapo utakutana naye huyo binti. Alafu utampa mkono, kisha atarudi kwako kama ilivyokuwa mara ya kwanza. Sawa? Njoo ile barabara ya nyuma ile. Acha tuliyekutana ile ya pili. Mzima lakini. Sawa, nimekuja kusikiliza. Nashukuru umekuja.
na mzigo wako bwana. Kana ukabidhi zawadi yako. Mimi mara mwisho tunakwambia unipe muda. Jamani. Jamani nikupe zawadi. Okay, sawa. Nashukuru bwana. Kila chozi lina hadithi yake. Nilikupenda kwa moyo wangu wote, nikakupa nafasi zote, lakini mwisho umeniacha na maumivu. Sasa nikashaondoka Kahama kabisa. Kumbukumbu zisizofutika, usiku nikilala macho hayafumbi, najiuliza kosa langu lilikuwa. Ndio nakwambia miaka 2 kaondoka.